Naam, habari ndugu mtazamaji, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 na hii ni Gavoo News ninayekuletea ni mimi Zulfa Rashidi. Lori la mzigo la palamia bajaji na daladala. Ajali mbaya imetokea leo March 14 mwaka 2025 katika eneo jirani Moshba Ukonga jijini Dar es Salaam. Hiyo ni baada ya lori hilo aina ya Hino kupata hitirafu ya breki na kwenda kuligonga gari ndogo na bajaji, huku gari ndogo nalo likigonga daladala. Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na msafara wa chama cha Dorothy Semu na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Othman Masoud Othman, pamoja na msafara wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka ya serikali ya Angola. Aidha, taarifa hiyo imetolewa na katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa ACT ndugu Mwanaisha Mandeme March 13, 2025. Imesema viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Rwanda na hati zao za kusafiria kushikiliwa na serikali ya Angola na bila kueleza sababu yoyote ile, na imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa nchini Tanzania. Na tukihamia kwenye habari za kimataifa, nchini Sudani, Wizara ya Biashara na Ugavi ya Sudani imepiga marufuku mara moja bidhaa zote zinazoingizwa nchini humo kutoka Kenya, ikisema kuwa ni kutokana na suala la wasiwasi wa usalama wa kimataifa juu ya Kenya kuunga mkono vikosi vya Rapid Support Force RSF wanachokishtumu kwa kujaribu kuanzisha serikali mbadala. Hata hivyo, uagizaji wa bidhaa zote zinazoingia kutoka Kenya kupitia bandari zote, vuko na viwanja vya ndege utasimamishwa kuanzia leo hadi siku isiyojulikana. Aidha, agizo hilo lilitiwa saini na kaimu waziri wa biashara Omar Ahmed Omar. Jaji wa Umoja wa Mataifa amepatikana na hatia ya kumlazimisha msichana kufanya kazi kama mtumwa. Waendesha mashtaka walisema Lydia Mugabe alitumia nafasi ya hadhi yake kumzuia kufanya kazi ya kudumu huku akilazimishwa kufanya kazi kama mjakazi wake wa kuwahudumia watoto wake bure. Aidha, mzee huyo mwenye umri wa miaka 49 ambaye pia ni jaji wa mahakama kuu nchini Uganda alipatikana na hatia ya kula njama kuwezesha utekelezaji wa uvunjaji wa sheria ya uhamiaji ya Uingereza, kurahisisha safari kwa nia ya unyonyaji, kulazimisha mtu kufanya kazi na kula njama ya kumtisha shahidi. Hata hivyo, atahukumiwa katika mahakama ya Oxford mnamo Mei 2. Na tukihamia kwenye habari za michezo, naibu waziri wa habari, utamaduni na sanaa Mheshimiwa Hamisi Mwijuma amesema kuwa uwanja wa mpira wa miguu wa Arusha utakapokamilika utakuwa na uwezo wa kudumu kwa miaka 130 huku ukiwa unafanyiwa marekebisho kila baada ya miaka 10. Na hayo ndio tulokuandalia leo katika Gavoo News. Ulikuwa nami Zulfa Rashidi. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe katika channel zetu zote tunazopatikana kwa jina la Gavoo Media. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.